Asante. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa niaba ya benki ya CRDB tunapenda kushukuru kwa heshima kubwa uliotupatia ya kutuzindulia rasmi mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari ya mfano ya CRDB Bank kama ilivyoelezwa, itakayojengwa katika manispaa ya Ilala, Dar es Salaam kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya benki yetu. Lakini tukio hili kama mwenyekiti wa bodi alivyosema, litaendana na matukio mengine ambayo kuna mazungumzo mazuri na makubwa tunaofanya na wizara yetu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, katika kuwawezesha vijana ambao watakuwa wamesoma masomo ya sayansi kuweza kupata scholarship na kulipiwa hizo scholarship nje. Sasa kwa heshima na taadhima, ninaomba nimkaribishe Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, ili aweze kutoa salamu zake na kisha kukukaribisha. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Zungu, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Joseph Mkude, Kaimu Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Dr. Natu Mwamba, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, Dr. Ali Lai, Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi Benki ya CRDB, ndugu yangu Abdul Majid Nsekela, Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya CRDB. Naomba nitambue uwepo wa Naibu Governor Sauda Msemo, Your Excellency Jasper Kamsgaard, hope I'm getting it right, balozi wa Denmark hapa nchini, na balozi wetu huko Burundi Mheshimiwa Biakanwa, CAG ndugu yetu Kichere, Dr. Charles Kimei, mbunge mwenzangu, viongozi mbalimbali wa serikali mlioko hapa, wanahisa na washiriki wa semina hii, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nianze kwa kushukuru sana kwa heshima kubwa ya kujumuika hapa leo katika semina hii ya wanahisa wa benki ya CRDB, ikiwa sambamba na maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa benki ya CRDB. Natumia fursa hii pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa management ya benki ya CRDB kwa mwaliko alionipatia kuja kushiriki na kushuhudia uzinduzi vile vile wa shule hii ambayo mheshimiwa umezindua. Kama Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, ninayo furaha kuona benki hii ikiendelea kuwa mshirika muhimu katika sekta ya elimu, na kwa namna ambavyo mmeamua kusherehekea miaka 30 kwa kuwekeza katika elimu. Kwa niaba yangu binafsi na niaba ya wizara yote, naomba niseme kwa CRDB asanteni sana. Asanteni sana kwa moyo wa dhati, na naipongeza benki ya CRDB kwa kutimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, miaka 30 ya kuandika historia ya mafanikio makubwa katika sekta ya fedha, na pia miaka 30 ya kuleta mabadiliko chanya na kuboresha maisha ya watu na maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa taifa letu na ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki. Heko CRDB. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wakati benki ya CRDB inaelezwa kuwa kinara wa sekta ya fedha, ukweli unabaki kuwa mafanikio haya hayakujikita tu kwenye akaunti za wateja
au mizania kubwa na imara iliyonayo, bali pia kwenye athari chanya katika sekta nyingine muhimu za maendeleo ikiwemo sekta ya elimu, na mimi leo nimeamua kuwapa maua yenu. Benki hii ni miongoni mwa taasisi chache za fedha zenye bidhaa mahususi kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya elimu, kuanzia mikopo ya uwekezaji kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya shule, mikopo ya uendeshaji, pamoja na mifumo bunifu ya kidijitali kwa ajili ya usimamizi wa ada na michango. Leo hii tunaona sekta binafsi ikishiriki kamilifu katika elimu kutokana na uwezeshaji ambao umekuwa wakipata kutoka taasisi za fedha zikiongozwa na CRDB Bank. Nimekuwa nikifuatilia kwa ukaribu namna ambavyo wamekuwa wakifanya kazi na wamiliki wa shule binafsi kupitia kwa taasisi zao kama vile TAWOSCO, TAMONGOSCO na TAPIE, na kwa kweli CRDB mnastahili pongezi nyingi sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa upande wa shule zetu za umma chini ya serikali, CRDB imekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha mazingira ya elimu nchini. Kwa miaka mingi wamekuwa wakichangia mfuko wa uendelezaji wa sekta ya elimu kupitia taasisi yetu ya TEA. Kama alivyoeleza mkurugenzi mtendaji ndugu yangu Abdulmajid Nsekela, kupitia sera yake ya uwekezaji katika jamii ambayo imekuwa ikitenga 1% ya faida kila mwaka, sekta ya elimu tumekuwa tukipata upendeleo mkubwa kulinganisha na sekta nyingine za kipaumbele. Pengine ni kwa sababu benki hii inafahamu kuwa msingi wa maendeleo ya taifa lolote ni uwekezaji katika watu, rasilimali watu. Kupitia sera hii, benki imeshirikiana nasi vema kujenga madarasa, mabweni, ofisi za walimu, maabara, madawati, vyoo, vifaa vya kujifunzia, pamoja na kutoa ufadhili wa masomo, yani scholarship, ambapo pia wamekuwa wakitoa ufadhili kupitia mashindano ya CRDB Bank Taifa Cup, ambapo vijana wetu mbali ya kuonyesha vipaji pia wamekuwa wakipata fursa ya kuendelezwa kimasomo. Moja ya kampeni ambazo binafsi zimenigusa sana zinazotekelezwa na benki hii kupitia sera yake hii ya uwekezaji katika jamii ni ile ya Keti Tujifunze, inayolenga kuondoa uhaba wa madawati mashuleni. Hii si tu kampeni ya kusaidia, bali ni ujumbe kwa taifa kwa elimu ni jukumu letu sisi sote. Ukienda bungeni leo hii, ukiwauliza wabunge wetu kuhusu mchango wa benki ya CRDB kwenye maeneo yao, wengi wao watakwambia hii ni benki ya kizalendo. Ni wazi kuwa benki hii, na mimi kama mbunge wa Rombo na ushuhuda huo, hii ni benki ya kizalendo. Ni wazi kuwa benki hii ni mshirika muhimu wa maendeleo ya taifa letu. Tunawashukuruni sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Wizara ya Elimu pia imekuwa na ushirikiano wa karibu na benki ya CRDB kupitia taasisi zetu za COSTECH na ICTC kwa upande wa serikali na CRDB Bank Foundation kwa upande wa benki. Kwa pamoja kupitia programu ya Imbeju tumekuwa tukishirikiana katika kuwezesha na kukuza biashara changa bunifu za vijana, yani startups. Ushirikiano huu ambao ulianza mwaka 2023 umetuwezesha kufikia biashara changa za vijana zaidi ya 700 kwa kuwapa mafunzo ya biashara, elimu ya fedha na kutoa mitaji wezeshi. Hivi karibuni tuliimarisha ushirikiano huo kwa kusaini makubaliano mapya ambapo tumetenga shilingi bilioni 2.3 kwa ajili ya uwezeshaji wa biashara changa bunifu za vijana zaidi ya 1000. Aidha, tupo katika hatua za awali za majadiliano ya uanzishwaji wa kituo cha pamoja cha ubunifu. Kituo hicho kinatarajiwa kuwa cha kisasa ambacho kitatoa fursa kwa vijana kukuza bunifu zao, kuongeza mchango wa biashara changa za vijana katika pato la taifa, pamoja na kuchochea kukua kwa uchumi wa kidijitali hapa nchini. Na kama alivyosema mkurugenzi wa CRDB Bank Foundation, tunaendelea na mazungumzo vizuri sana
kwamba vijana wanaomaliza kidato cha 6 na ambao wamefanya mtihani mwaka huu, tutachukua wale waliofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi, na kwa fedha ambazo serikali imetenga na kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwa ni pamoja na CRDB, tutawapeleka kwenda kusoma nje kwenye vyuo vikuu mahiri kwenye degree ya kwanza katika masuala ya akili unde, yani artificial intelligences, na sayansi zinazoendana na masuala hayo, na mazungumzo yetu yanakwenda vizuri sana. Narudia tena kusema heko CRDB. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mashirikiano yote haya yanaonyesha ni kwa namna gani serikali kupitia Wizara ya Elimu imekuwa na ushirikiano wa karibu na mzuri na benki ya CRDB katika kipindi hiki cha miaka 30. Sisi Waswahili tuna ule msemo wetu, tunasema hatujakutana barabarani na CRDB sisi. Na Mheshimiwa Makamu wa Rais, katika dira ya 2050 inayoanza mwakani, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imejipanga kuifanya Tanzania kuwa jamii ya maarifa, ubunifu na ushindani wa kimataifa. Tunatekeleza mageuzi makubwa katika mitaala, tunaboresha miundombinu ya shule, tunapanua fursa za elimu ya juu na kuwekeza katika tehama na elimu ya ufundi. Ili kufikia malengo haya, tunahitaji ushirikiano wa kimkakati na wadau mbalimbali wa maendeleo, hususan katika sekta binafsi. Wazo la benki ya CRDB kuhusu kujenga shule ya sekondari ya mfano tulilipokea kwa mikono miwili na furaha kubwa sana. Shule hii haitakuwa tu kielezo cha ubora wa miundombinu ya ufundishaji, bali pia itakuwa dira kwa shule nyingine za umma na binafsi. Hii ni zawadi ya kipekee kutoka kwa benki kwenda kwa jamii, zawadi inayojenga msingi wa taifa kwa miaka mingine 30 ijayo na zaidi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, napenda kutumia fursa hii kuipongeza benki ya CRDB kwa kutimiza miaka 30 ya mafanikio makubwa. Ninashukuru sana wanahisa. Ninyi ndio wenye benki hii. Bila imani yenu, ujasiri wenu na maono yenu, haya yote yasingewezekana. Naomba niwahakikishie kwa Wizara ya Elimu tutaendelea kushirikiana kwa karibu na benki ya CRDB kwa maslahi ya taifa letu na kwa mustakabali wa watoto na vijana wetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.